Marekani na Israeli zina teknolojia ya hali ya juu sana ya kijeshi na zile ndege za kisasa za kivita. Pia mifumo ya ulinzi wa anga yenye uwezo mkubwa sana na uwezo wa kufanya pia mashambulizi sahihi kutoka mbali. Ndio maana viongozi wa Iran hawalengi kushinda vita kwa nguvu za kawaida, na badala yake wana mkakati tofauti kabisa. Mkakati huo ni kuifanya vita iwe ndefu, tena ngumu na ghali kwa adui wake. Iran inaaminika kuwa na moja ya ghala kubwa zaidi ya makombora ya ballistic katika maeneo ya Mashariki ya Kati. Sasa kabla ya vita, makadirio yalionyesha kuwa Iran ilikuwa na takriban makombora 2500 yenye uwezo wa kufikia kati ya kilomita 1000 hadi kilomita 3000. Baadhi ya makombora hayo kama Sejil yanaweza kufika karibu kilomita 2000, umbali unaweza kulenga Israel na hata kambi za kijeshi za Marekani katika eneo lote la Mashariki ya Kati. Iran imetengeneza makumi ya maelfu ya drones, yani ndege zisizo na rubani, ambazo ni nafuu kuzalisha lakini ni ngumu kuzizuia zote. Drones hizi hutumiwa kwa mkakati maalum. Kwanza, kulazimisha adui kutumia makombora ya ulinzi wa anga tena ya gharama kubwa, na hivyo kuchosha ile mifumo yao ya ulinzi pole pole. Hadi sasa vita hivi tayari vinaonyesha tofauti kubwa ya kinguvu. Marekani na Israeli zinasema zimefanya zaidi ya mashambulizi 2000 ya anga dhidi ya malengo ya Iran, na kwa upande wake Iran nao wanasema wamerusha takriban makombora 571 ya drones na zaidi ya 1300, ingawa mengi yamezuiwa na mifumo ya ulinzi wa anga. Inaonekana bado kuna mijadala mikubwa na mizito sana kote duniani kuhusu hali halisi ya kiongozi mkuu wa taifa la Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Kila siku maswali mapya yanaibuka, mashaka yanaongezeka, na watu wengi wanajaribu kuelewa ukweli uliojificha nyuma ya taarifa zinazozunguka mitandaoni. Swali kuu linalosumbua watu wengi ni hili: je, ni kweli kwamba kiongozi huyo amefariki dunia baada ya mashambulizi ya Marekani na Israel, au taarifa hizo ni propaganda za vita? Na kama kweli Marekani kwa kushirikiana na Israel wamefanikiwa kumuua kiongozi huyo, basi swali lingine linaloibuka ni kwamba kwa nini taifa la Iran bado linaonekana kuwa na nguvu kubwa kijeshi licha ya kupoteza kiongozi wake mkuu? Ni kwa nini taifa hilo la Iran bado linaonekana kuwa na nguvu kubwa kijeshi licha ya udhaifu unaodaiwa kuwekwa na Marekani pamoja na Israel kwa kumuua kiongozi wao? Katika mitandao mbalimbali ya kijamii, mijadala kuhusu swala hilo imekuwa mikali sana. Watu wamegawanyika katika mitazamo miwili mikubwa. Mtazamo wa kwanza ni kwamba kiongozi huyo bado yupo hai. Huu ni mtazamo wa kwanza. Kundi hili la kwanza lenyewe linaamini kwamba kiongozi huyo wa Iran, Ayatollah Ali Khamenei, bado yupo hai kabisa. Kwa mujibu wa watu hawa, Iran inaweza kuwa inatumia mbinu za kisasa za kivita na za kijasusi kuficha mahali alipo kiongozi wao. Baadhi yao wanasema kwamba Iran inaweza kuwa imekubali kimkakati taarifa za kwamba kiongozi wao ameuawa ili kuwapotosha maadui wao. Kwa maneno mengine, wanadhani kwamba Iran inaonekana kama imepoteza kiongozi wake, lakini kwa nyuma ya pazia bado anaongoza mikakati ya vita. Kwa mujibu wa nadharia hii, Iran inaweza kuwa imeficha kiongozi wake katika eneo la siri kabisa kwa sababu za kiusalama, huku vita ikiendelea. Na mtazamo wa pili ni kwamba kiongozi huyo ameshafariki dunia. Lakini kuna kundi jingine ambalo lenyewe linaamini kwamba kiongozi huyo ameshafariki muda mfupi baada ya mashambulizi ya awali yaliyofanywa na Marekani pamoja na Israel. Kwa mujibu wa watu hawa, taarifa za Marekani na Israel zimekuwa sahihi na kwamba Iran ilichelewa kuthibitisha kifo hicho kwa sababu za kisiasa na kijeshi. Kwa hiyo mijadala imeendelea kuwa mikali sana duniani, huku kila upande ukitoa hoja zake. Kwanza, tuangalie nafasi ya Supreme Leader katika taifa la Iran. Ili kuelewa vizuri mjadala huu, ni muhimu kwanza kufahamu maana ya nafasi ya neno Supreme Leader ama
Maana ya nafasi ya Supreme Leader katika mfumo wa uongozi wa Iran. Kwa ufupi sana, Supreme Leader ndiye kiongozi mwenye mamlaka makubwa zaidi nchini Iran. Maelezo yanasema kwamba kiongozi mkuu wa taifa la Iran ndiye mwenye mamlaka ya juu kabisa. Yeye huweka sera kuu za taifa, anasimamia jeshi, mfumo wa mahakama na maamuzi makubwa ya kitaifa. Hiyo ndiyo maana ya Supreme Leader. Kiongozi huyo huchaguliwa kwa maisha yake yote kwa sababu huwa ni mwanazuoni mkubwa wa dini na pia mtu mwenye ushawishi mkubwa katika mfumo wa kisiasa wa Iran. Kwa upande mwingine, kuna nafasi ya rais wa Iran kwa sasa ikiwa chini ya Masoud Pezeshkian, ambapo kwa maelezo ni kwamba rais wa taifa la Iran ni kama kiongozi wa pili kwa mamlaka. Yeye husimamia shughuli za kila siku za serikali kama uchumi, elimu na mikutano ya kimataifa, lakini lazima afuate maelekezo ya kiongozi mkuu ambaye ni Supreme Leader. Sasa kwa Iran ndiye aliyekuwa Ayatollah Ali Khamenei kama Supreme Leader, kiongozi mkuu kabisa wa taifa la Iran. Kwa hiyo, katika mfumo wa Iran, Supreme Leader ana nguvu kubwa zaidi kuliko rais. Ndio maana suala la uhai au kifo cha Ayatollah Ali Khamenei limekuwa mjadala mkubwa sana kote duniani. Tukio la mashambulizi ya kwanza mapema tarehe 28 ya mwezi Februari mwaka huu wa 2026, kulikuwa na mashambulizi ya kushitukiza yaliyodaiwa kufanywa na Marekani kwa kushirikiana na Israel dhidi ya malengo ya kijeshi nchini Iran. Baada ya mashambulizi hayo, taarifa zilizotolewa zilidai kwamba Ayatollah Ali Khamenei alikuwa miongoni mwa waliouawa katika shambulio hilo. Baadaye picha zilianza kusambaa mitandaoni zikionyesha mtu aliyefanana na kiongozi huyo akiwa amelala karibu na vifusi vilivyobomoka baada ya shambulio hilo. Picha hizo zilienea kwa kasi sana katika mitandao mbalimbali ya kijamii, lakini jambo la kushangaza ni kwamba serikali ya Iran haikutoa uthibitisho wa haraka kuhusu taarifa hizo. Kwa muda fulani, maafisa wa Iran walikataa kutoa maelezo ya kina na ya wazi kuhusu hali ya kiongozi wao. Hatimaye baada ya muda kupita, kulikuwa na tangazo la maombolezo ya siku 40 kwa ajili ya kifo cha kiongozi huyo. Lakini hata baada ya tangazo hilo, bado kumekuwa na watu wengi ambao wamekuwa na mashaka. Utata ulipoanza machapisho ya mitandao ya kijamii, utata mkubwa ulianza kujitokeza pale ambapo account ya mitandao ya kijamii ama kurasa za mitandao ya kijamii zinazohusishwa na kiongozi huyo zimeonekana kuchapisha jumbe mpya mara kadhaa. Muda mfupi baada ya Marekani na Israel kutangaza kifo cha Khamenei, kurasa yake moja miongoni mwa kurasa zake za mitandao ya kijamii ambayo ni kurasa ya Kiarabu katika mtandao wa X, zamani Twitter, imeonekana kuchapisha picha ya kisanii iliyoonekana kama ujumbe wa kuhamasisha mashambulizi dhidi ya maadui ambao ni maadui wa Iran. Hapo ndipo watu wengi walianza kuhoji, kama kweli kiongozi huyo amefariki, ni nani anayechapisha ujumbe katika kurasa zake? Swali hili limekuwa likijirudia sana katika mitandao mbalimbali ya kijamii, machapisho mapya yanayoibua maswali. Katika siku chache zilizopita, account ama kurasa zinazohusishwa na kiongozi huyo za mitandao ya kijamii zimeendelea kuchapisha ujumbe. Kwa mfano, siku 6 zilizopita kulikuwa na chapisho lililoonyesha aina ya silaha na uwezo wa mashambulizi ya Iran dhidi ya maadui wake. Lakini pia siku moja tu iliyopita kumekuwa na chapisho jingine katika kurasa moja miongoni mwa kurasa zake ambao ni ukurasa wa Kiingereza wa kiongozi huyo. Chapisho hilo limeonyesha picha ya kombora likiwa mikononi mwa wahandisi ama mainjinia wa kijeshi pamoja na ujumbe uliosomeka kama ifuatavyo: utawala wa Kizayuni umefanya kosa kubwa sana na matokeo yake yataufanya utawala huo kuwa katika hali ya kukata tamaa
kwa neema ya Mungu. Ujumbe kama huu umeongeza zaidi mjadala kuhusu hali halisi ya kiongozi huyo. Taarifa nyingine zinazochochea mijadala. Katika siku za hivi karibuni pia kulikuwa na chapisho kutoka ukurasa unaojulikana kama Iran Force, chapisho likisema breaking news, Ali Khamenei is still alive 100% confirmed, ambapo tafsiri yake ni kwamba habari ya dharura, Ali Khamenei Ayatollah bado yupo hai, imethibitishwa kwa 100%. Lakini mpaka sasa hakuna uthibitisho wa kimataifa uliothibitisha madai hayo. Hitimisho la uchambuzi huu ni kwamba, je, ni kweli kwamba kiongozi huyo mkuu wa taifa la Iran Ayatollah Ali Khamenei yupo hai au amefariki tangu shambulio la kwanza? Kwa sasa kuna uwezekano tatu kuu. Kwanza, inawezekana kweli amefariki, lakini akaunti zake za mitandao ya kijamii zinaendeshwa na timu ya mawasiliano ya serikali. Pili, inawezekana Iran imeficha taarifa za kweli kuhusu hali yake kwa sababu za kijeshi na kisiasa. Na tatu, inawezekana kabisa kwamba mijadala hii yote ni sehemu ya vita vya propaganda vinavyoendelea kati ya pande zinazohusika katika mzozo huu. Katika vita vya kisasa, na kueleza ya kwamba taarifa na propaganda ni silaha yenye nguvu sana, na wakati mwingine vita vya taarifa vinaweza kuwa na athari kubwa kama vita vya kijeshi. Kwa sasa ukweli kamili bado haujawekwa wazi kabisa, lakini jambo moja ni hakika. Mijadala kuhusu uhai wa Ayatollah Ali Khamenei itaendelea kusumbua vichwa vya watu duniani hadi pale ukweli kamili utakapojulikana. Sasa ningependa kusikia maoni yako. Je, unadhani wewe kiongozi huyo bado yupo hai, au unadhani amefariki tangu mashambulizi ya awali ama tangu uzinduzi wa mashambulizi uliofanywa na Marekani na Israel? Toa mtazamo wako, weka maoni yako hapo chini kwenye upande wa comment kuhusiana na mtazamo wako juu ya kwamba unadhani kiongozi huyo bado yupo hai au unadhani amefariki dunia tangu mashambulizi ya awali.